Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026. Baba yetu anajali. Mwandishi wake ni Ellen G. White na leo ni Februari 18. Siku ya leo tutaenda kuiangazia mada inayosema wakumbuke hasa washiriki wa kanisa walio wahitaji. Mada ya leo imejengeka katika kitabu cha Wagalatia sura ile ya 6 aya 10, ambapo neno la Mungu linasema, kwa hiyo kadiri tupatavyo nafasi na tuwatendee watu wote mema, na hasa jamaa ya waaminio. Tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku hii ya leo. Ninasema asante kwa sababu ya upendo wako katika maisha yangu. Asante kwa ajili ya upendo wako katika maisha yetu sote. Jina lako litukuzwe sana. Asubuhi ya leo tumekuja kujifunza kutoka katika neno lako. Tufundishe kuyaelewa haya tujifunzayo. Zaidi sana katufanye kuwa baraka katika ulimwengu. Tumechagua kukutumikia. Tupatie nguvu ya kwenda kutumika shambani mwako. Tembea nasi siku ya leo. Ongoza hatua zetu. Tangulia nasi tutafuata nyayo zako. Ndilo ombi letu katika jina la Yesu. Amina. Wakumbuke hasa washiriki wa kanisa walio wahitaji. Kwa namna ya pekee, Yesu aliweka juu ya kanisa lake wajibu wa kuwajali wahitaji miongoni mwa washiriki wake. Anaruhusu watu wake walio masikini kuwepo katika mipaka ya kila kanisa. Wanapaswa kuwepo miongoni mwetu siku zote, na anaweka juu ya washiriki wa kanisa wajibu binafsi wa kuwatunza. Kama ambavyo wanafamilia wa familia ya kweli wanajaliana wao kwa wao, wakiwahudumia wagonjwa, wakiwasaidia walio dhaifu, wakiwafundisha wale wasiojua, wakiwafundisha wasio na uzoefu, ndivyo ambavyo kaya ya imani inapaswa kuwajali wahitaji wake na wale wasiojiweza. Ni wajibu wa kila kanisa kuweka mpango makini na wa haki kwa ajili ya kuwahudumia watu wake masikini na wagonjwa. Upuuziaji wowote wa sehemu ya wale wanaodai kuwa wafuasi wa Yesu Kristo, kushindwa kuhudumia mahitaji ya kaka au dada anayebeba nira ya umaskini na mateso, kunanakiliwa katika vitabu vya mbinguni kama vile tu ametendewa Yesu katika nafsi ya watakatifu wake. Madai ya ajabu sana ambayo Bwana atawadai watu wengi sana ambao wanawasilisha maneno ya Yesu kwa wengine, lakini wanashindwa kuonesha huruma ya pekee na kuwatunza kwa umakini ndugu katika imani ambao hawajajaliwa kuwa na mafanikio kama wao. Mkristo wa kweli ni rafiki wa mtu maskini. Anamhudumia ndugu yake asiyejaliwa kuwa na uhakika wa kesho, kama ambavyo angeihudumia mmea laini, mwepesi kudhurika na kuvunjika. Mungu anawataka watendakazi wake kuwatembelea wagonjwa na wanaoteseka kama wajumbe wa upendo na rehema yake. Anatuangalia ili kuona jinsi tunavyohudumiana sisi kwa sisi, kama tunafanya kama Kristo katika kushughulika na watu wote, wa juu au wa chini, matajiri au maskini, na walio huru au kifungoni. Hakuna swali kuhusiana na maskini wa Bwana. Wanapaswa kusaidiwa katika kila hitaji kwa namna ambavyo itawasaidia. Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya kesha la asubuhi kwa mwaka 2026, leo ni Februari 18.
tukiangazia mada inayosema wakumbuke hasa washiriki wa kanisa walio wahitaji. Na kwa nukta hiyo ndio tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya somo hili siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.